siku ya 4 na tamati ya mafunzo ya kuimarisha ujifunzaji na ufundishaji wa masomo ya sayansi na hisabati yaliyokuwa yakitolewa kwa walimu wa shule za sekondari mkoani Songwe. Mafunzo haya yalikuwa yakifanyika katika shule ya sekondari Uwanjani, yakihusisha wataalamu kutoka Chuo Kikuu cha Dodoma kwa kushirikiana na Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia chini ya ufadhili wa serikali ya Canada kupitia Shirika la Watoto Duniani, yani UNICEF. Mafunzo haya yanatarajiwa kuwawezesha walimu kutumia tehama katika ujifunzaji na ufundishaji wa masomo ya sayansi na hisabati ambayo yatachagiza katika kuwawezesha wanafunzi kujifunza kwa vitendo. Pia kuhusisha masomo wanayofundisha na utunzaji wa mazingira pamoja na mabadiliko ya tabia ya nchi, kuhusisha jinsi zote mbili katika ujifunzaji na ufundishaji pamoja na kuwajengea uwezo wanafunzi wa kike katika kuyapenda masomo ya sayansi. Nimemudu kupita madarasani na kuangalia hali ya ufundishaji. Nimeona kabisa walimu wanashiriki vizuri sana katika mafunzo yanayoendelea na wanayafurahia kwa ujumla, na wawezeshaji ni wawezeshaji wazuri wenye uzoefu ambao unaona kabisa kwamba kuna kitu kipya ambacho walimu wanasema wanakipata na kuna mabadiliko makubwa ambayo tunaona kwamba yatatokea. Na pia wawezeshaji watawapa maelekezo mazuri walimu ili wanaporudi shuleni nini ambacho wanatakiwa kutekeleza, hususan pia kuanzisha klabu za science za wanafunzi ili kuwapa wanafunzi fursa zaidi ya kufanya shughuli za kisayansi kwa vitendo. Kwenye mafunzo haya, moja ya malengo ni kuhakikisha kwamba tunafanya ujifunzaji na ufundishaji unajumuisha wanafunzi wote, hasa wa kike na wa kiume. Kwa somo hili la hisabati, tunaona kwamba watoto wa kike wanakuwa wako nyuma kidogo. Ukizingatia hili somo linahitaji kuwa kuna nguvu, angalau jitihada ya kufanya maswali mbalimbali, ya kufanya kazi mbalimbali za hisabati. Watoto wa kike huwa wanajisikia aibu, huwa wanarudi nyuma, wanaogopa. Kwa hiyo kupitia mafunzo haya tumewafundisha njia bora, walimu watumie njia gani ili waweze kuhakikisha watoto wa kike nao wanashiriki kikamilifu katika ujifunzaji wa hisabati. Kwa hiyo miongoni mwa hizo njia zilikuwa shirikishi, namna gani wanaweza sasa nao wakaongoza pia katika magrupu yao kwenye makundi yale ya ujifunzaji. Basi kiongozi asiwe tu mtoto wa kiume, awe ni mtoto pia wa kike. Wote washiriki kwa pamoja na kusababisha ujifunzaji uwe wa maana na hatimaye matokeo yawe ya ufaulu kwa watoto wote wa kike na wa kiume. Tulichokikazia zaidi, tulishafanya utafiti tukagundua kwamba walimu wana matatizo kwenye maeneo makubwa mawili. Eneo la kwanza ni kwenye pedagogy, ambao walisema wana shida kwenye kufanya maandalizi ya kufundisha kutokana na mabadiliko ya mtaala, lakini cha pili wana wasiwasi kwamba hawawezi tena kutumia zile njia shirikishi za kuwezesha kufundisha wanafunzi walioko kwenye madarasa makubwa. Fizikia imekuwa ikifundishwa sana kwa kutumia nadharia au tunasema theories, ambapo inawafanya wanafunzi wanaliona somo kuwa ni gumu. Kwa hiyo tunaamini kwamba walimu tuliokuwa tunawafundisha wakitoka hapa wakienda kulifanya somo la fizikia kwa vitendo, basi wanafunzi watalipenda na wataenda kulielewa na mabadiliko yataenda kuonekana kwa ufaulu wa somo la fizikia katika nchi yetu. Kimsingi huu mradi una manufaa makubwa. Kwanza, unamjenga mwalimu aweze kufundisha kirahisi darasani masomo ya sayansi kwa kutumia mbinu mbalimbali kama mbinu za software ambazo tunaita simulators, animation pamoja na kompyuta. Hizi mbinu zinamwezesha mwanafunzi kushiriki yale mwalimu ambaye anamfundisha darasani, sio kuwa mtazamaji tu. Na haya yanamwezesha mwanafunzi kuona ni masomo rahisi pamoja na mwalimu kuyafundisha na kujifunza. Mafunzo haya yanatarajiwa kuwawezesha walimu kutumia tehama katika ujifunzaji na ufundishaji wa masomo ya sayansi na hisabati ambayo yatachagiza katika kuwawezesha wanafunzi kujifunza kwa vitendo. Pia kuhusisha masomo wanayofundisha na utunzaji wa mazingira pamoja na mabadiliko ya tabia ya nchi, kuhusisha jinsi zote mbili katika ujifunzaji na ufundishaji pamoja na kuwajengea uwezo wanafunzi wa kike katika kuyapenda masomo ya sayansi.